Kabla ni kutaarifu habari za ndani na kuomba, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka Tanzania ITV, ambapo tunatoa siri wakati tunapeperusha matangazo haya kutoka Mbeya, Tanzania. Cha kuzingatia zaidi, cha muhimu tena zaidi, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu ili ni kutaarifu kwa kina. Bunge la Tanzania leo liliamua kuwaka moto na kumfukuza aliyekuwa rais wakati mmoja, Jakaya Mrisho Kikwete, kuendelea kung'ang'ania kazi serikalini licha ya yeye kustaafu kama rais ama mtumishi wa umma, jambo ambalo limezua na kuleta taharuki katika taifa letu la Tanzania. Unapotazama skrini yako, ni wazi kwamba vile chapisho hili linasema wastaafu wasiteuliwe, waachie nafasi kwa vijana. Unamwona picha Jakaya Mrisho Kikwete, kando yake kuna mbunge ambaye alileta hiyo hoja bungeni, anaitwa Joseph Kasheku ambaye ni mbunge wa Geita. Aliweza kusimama bungeni leo na kusema wale ambao walikuwa watumishi wa umma ambao wamestaafu, wameitumikia serikali ya Tanzania, wasiteuliwe tena katika nafasi yoyote ile serikalini ama katika bodi yoyote nchini Tanzania, ila tu hiyo nafasi iweze kukabidhiwa vijana ambao hawana kazi kufikia sasa, na kuruhusu mtu ikiwa amestaafu aende nyumbani. Hii ni baada ya Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania kuonekana mara kwa mara akitembea na Samia Suluhu Hassan kila sehemu hapa Tanzania kuzindua miradi ya maendeleo, na yeye aliweza kustaafu. Kuna wale ambao watauliza kazi ya Jakaya Mrisho Kikwete ni gani licha ya yeye kustaafu. Habari za ndani zinatuarifu ya kwamba Jakaya Mrisho Kikwete, ingawa hana nafasi ambayo inajulikana kwa umma, lakini yeye ni mshauri wa Rais Samia Suluhu Hassan. Yeye ndiye aliweza kutoa hata ushauri. Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais akawa mgombea mwenza wa Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi uliofanyika 29 Oktoba mwaka jana, na uliweza kusababisha maafa hapa Tanzania, na tunaendelea kulia kama Watanzania. Kwa hivyo Jakaya Mrisho Kikwete hakuna nafasi kubwa, kwa sababu huu sio uvumi, huu sio uongo. Mmekuwa mkiona akitembea na Samia Suluhu Hassan, wakienda Zanzibar, wakienda kufungua ama kuanzisha miradi ya maendeleo, wakienda shule kuanzisha jengo. Yaani tumemuona akiwa na Rais Suluhu, kumaanisha amekuwa akitoa ushauri kwa serikali iliyopo mamlakani. Ndio maana huyu mbunge wa Geita ambaye anaitwa Joseph amesimama bungeni na akasema kuanzia sasa wastaafu wote ambao wametumikia serikali wasichaguliwe kuwa washauri, wasichaguliwe kazi yoyote ama kwa bodi ama kwa chochote kile, kwa sababu vijana wengi hawana kazi hapa Tanzania na wanaendelea kutaapika na kupitia changamoto za hapa na pale. Haya yote huenda ndio yaliweza kusababisha hata maandamano kutanda kwa yale ambayo viongozi wanaendelea kuyatenda kinyume na matarajio ya Watanzania kwa ujumla. Na kwa kusema ukweli, mbunge huyu ninamuunga mkono. Unapata watu wamestaafu kutoka serikali, anakabidhiwa nafasi kwa bodi ya NSSF, wengine wanachaguliwa katika bodi ya afya ya kushughulikia masuala ya afya. Sasa Joseph Kasheku aliweza kupigiwa makofi bungeni, kwa sababu hata wabunge hawa ndio wengi waliweza kuchaguliwa kupitia chama cha CCM 99%.
lakini waliweza kupiga makofi wakimuunga mkono mbunge huyu wa Geita Joseph Kasheku wakati alisema haiwezekani, wazee wamefikisha miaka 60, 70 na wanaendelea kufanya kazi katika taifa la Tanzania. Kumaanisha hata wana CCM wa bunge waliweza kufurahia jambo hilo, kumaanisha hawajapata nafasi ya kuzungumza, ila tu leo yalizungumzwa yale yote ambayo wanataka yaweze kuzungumzwa. Tunapoenda hewani, Suluhu hayupo katika taifa la Tanzania, lakini yale yote ambayo yanaendelea yanamlenga yeye, kwa sababu yeye ndiye amekuwa na tabia ya uongozi ya kuwachagua wale ambao ni wastaafu. Kama sasa aliyekuwa makamu wa rais aliweza kumchagua ambaye anaitwa Philip Mpango kuwa mshauri wake. Sasa tunashindwa, mbona wastaafu wanachaguliwa kuwa washauri katika ikulu ya rais? Mwingine alikuwa waziri mkuu, na yeye akachaguliwa kuwa mshauri katika ofisi ya rais. Na hayo yote yamefanywa na Samia Suluhu Hassan. Sasa Watanzania tumekataa kupitia Joseph, mbunge wetu wa Geita, amezungumza, amenguruma, jambo ambalo tumefurahia sisi wote kama Watanzania. Tunataka haki iweze kutendeka kwa vijana ambao wameenda shule, wamesoma. Kazi ipatikane pasipo wachagua wazee ambao wanastahili kukaa nyumbani ili kumumunya zile hela za ustaafuni. Mumunyu waachane, wengine waweze kupata nafasi ya kufanya kazi. Licha ya Suluhu kuwa nje ya taifa letu la Tanzania, akirudi apatane na hizi taarifa kwamba wastaafu hawatakiwi sasa kuchaguliwa popote pale, ila tu vijana waweze kuchaguliwa, kukabidhiwa nafasi, kuhakikisha ya kwamba kuna demokrasia ambayo inafanyika haswa kwa kazi zile ambazo zinapeanwa kwa Watanzania wengine. Je, wewe unaunga mkono wastaafu akina Jakaya Mrisho Kikwete, Philip Mpango na wengine waondoke? Naona hayo yanafurahisha. Naomba kutamatishia hapo. Nikipata taarifa zingine za ndani nitarejea. Lakini ikiwa unatazama na hauja subscribe, bonyeza patoni ipo hapo chini ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa pindi tu tunapoziweka katika mtandao wa Tanzania ITV. Bye.